Jana Simba Sports Club wametangaza ujio wa kocha mpya Steve Robert Becker. Becker ni nani kwanza? Tuanzie hapo. Steven Becker Robert ni kocha mzaliwa wa mwaka 1967 katika jiji la Maseru katika nchi ya Lesotho, lakini huyu ni mtu wa Afrika ya Kusini. Unakuja kuangalia amezaliwa kwamba na uraia pacha tunasema. Of course, lakini anafahamika kama legend wa soka pale nchini Afrika ya Kusini kutokana na kile ambacho amecheza timu mbili wakati ni mchezaji, alikuwa ni eneo la kiungo, lakini pia vilabu ambavyo amefundisha vingi ni kwa vya Afrika Kusini katika ligi ya PSL. Kwa hiyo amekuwa ni coach mwenye uzoefu na soka la Afrika ya Kusini kwa muda mrefu, na amekuwa ni mwalimu ambaye soka la Afrika analifahamu kwa sehemu moja ama nyingine. Unakuja kuona amepita club kama Mazulu ya pale Afrika ya Kusini, the same ameshawahi kuwa mchezaji kwenye timu ya SuperSport United. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni mwalimu ambaye kwa sehemu moja ama nyingine anafahamu vyema soka la Afrika namna ambavyo linahitaji kwa kujiunga na Simba kwa sehemu moja ama nyingine. Of course Simba walipokea CV nyingi za walimu kutoka maeneo mbalimbali, lakini Steven Robert Becker ndilo jina ambalo uongozi wa Simba wameweza kulitafakari na kuweza kulipitisha kwa kocha mkuu na mkuu wa benchi la ufundi la klabu ya Simba. Unajua Simba ilikuwa inapitia wakati mgumu, walikuwa wanahitaji si mwalimu tu, walikuwa wanataka mwalimu ambaye anaweza akaenenda na falsafa za timu, lakini pia aina ya wachezaji ambao wako pale kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Binafsi nimekuwa nikimuhusu mwalimu Robert Steve Becker tangia yupo na Stellenbosch. Tulimuona msimu uliopita alikuja na timu yake ya Stellenbosch kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya Simba, akafungwa bao 1-0 katika uwanja wa New Aman Zanzibar, and then akaenda South Africa akatoka sare ya bila kufungana kwa maana bao 0-0. Huyu ni mwalimu ambaye kwenye falsafa ya kiulinzi amekuwa na mkakati mzuri, namna ambavyo kwenye mechi za away zaidi amekuwa anaweza kudefend, lakini pia amekuwa ni mwalimu ambaye kama safu ya usambazaji ikiwa bora anaweza akakupa kitu. Ndio maana anakuja kuangalia mpaka wanafika katika hatua ya nusu finali. Alimtoa klabu kama Zamalek akiwa nyumbani kwake, anaweza kumfunga. Kwa hiyo kumfunga Zamalek ukiwa ugenini lazima uwe una kile kitu, unaweza kwenda passion, teamwork, lakini pia iwepo, lakini pia falsafa za mwalimu ziweze kufanya kazi. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri by the way, Simba ameweza kumpata. Kikubwa ni wale wachezaji ambao wapo Simba waweze kuingia kwenye mfumo wa mwalimu Steven Becker. Simba wanachokifanya sasa hivi kwa namna makocha alikuwepo Fadru ambaye naye pia ni South Africa na pia amekuja tena tunamwona Steve Becker. Ni kama Simba wameona kwamba South Africa ni sehemu ambao wao inawafaa. Yeah, of course bado wameendelea kupita, kwamba wamelikubali ile soka la South Africa kwa maana mapiano. Yeah, of course nchi ya Afrika Kusini by the way wamekuwa wana falsafa ya kuwa na position football. Unakuja kuangalia klabu kubwa za Afrika Kusini kama Mamelodi, Kaizer Chiefs, Orlando Pirates wamekuwa wana mfumo ambao ndio kariba yao. Mara nyingi wamekuwa wanatumia mfumo wa position football, kwa kwamba wao watakuwa wanapiga pasi fupi huku wanatembea and then wakiwa wanamiliki mpira kwa muda mrefu. The same kwa Fadlu, hiyo kitu ilikuwepo nayo, lakini yeye Fadlu alikuwa na falsafa kwamba kusema alikuwa na ile fast transitions kutoka nyuma kwenda mbele. Yeye alikuwa anaongeza kuweza kupiga mipira mirefu, kwa maana alikuwa na hao walinzi ambao wanaweza kutoa mipira nyuma na kupiga high balls mpaka upande wa pili wa timu pinzani. Kwa hiyo Steven Becker ni mwalimu ambaye hiyo falsafa unaiona. Ndio maana ukirejea mchezo wa Simba msimu uliopita, Simba akiwa nyumbani ulikuwa unaangalia hakuwa mnyonge kwenye kucheza mpira. Muda mwingi alikuwa anaifikia Simba, alikuwa haogopi kutoka nyuma kwenda kushambulia. Alikuwa ni mwalimu ambaye kila eneo alikuwa amejizatiti. Nakumbuka miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa nao kwenye kikosi cha Stellenbosch alikuwepo mchezaji mmoja alikuwa anaitwa Koromwane, miongoni mwa wachezaji bora katika eneo la kiungo ambao alikuwa anafanya kudominate ile eneo, lakini pia alikuwa anaweka balance. The same kwa mlinzi wakati huo ambaye sasa hivi yuko kwenye kikosi cha Masandawana, namzungumzia Fawaz Basadieng. Alikuwa pia ni sehemu ya mchezaji ambaye kwenye timu ulikuwa unaona improvement yake. Alikuwa ni mlinzi, lakini by the way alikuwa anafanya kwenye overlapping na kwenye underlapping. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye by falsafa yuko kwenye ile falsafa ya mpira wa Afrika Kusini kwamba muda mwingi atakuwa anamiliki huku akiwa anatembea. Tusishangae kwenye mchezo mmoja mara baada ya ujio wa mwalimu Steven Becker
klabu ya Simba kwenye zile tunasema kwamba takwimu, tukaona kwenye mchezo mmoja amepiga pasi zaidi ya 200 au 300 kutokana na mfumo mwalimu ambao umekuwa unahitaji. Utakuwa unamuona mchezaji kama vile Steven Dese, Joshua Mutale Budo, mikimbio yake itapungua kiwanjani. Mara nyingi atakuwa ana cut in and then anaongeza namba kwenye eneo la kiungo. Hiyo ndio mifumo ambayo makocha wenye falsafa kama ya Steven Becker wamekuwa wanaitumia. Wao wamekuwa hawahusudu kuweza kutumia winger naturals, wamekuwa wanahusudu kuweza kuwa na namba nyingi ya viungo katikati. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri by the way, kikubwa ni wachezaji waweze kufit kwenye mfumo wake. Okay, sawa. Tukiachilia mbali na ujio wa Becker, lakini pia kwenye swala la usajili, kuna uwezekano pia tukaona wachezaji wengi wakitoka South Africa kuja kucheza ligi yetu ya ndani? Of course inawezekana, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa wanapata ushawishi kutoka kwa walimu wao. Ndio maana ilikuwa rahisi kwa Rushen Derak kutoka huko alikotoka kuja kwenye klabu ya Simba kutokana na ule tunasema ujio wa ama uwepo wa Fadu Mangan Davis kipindi kile, lakini pia mtu kama Neo Maema na pia ilikuwa rahisi kuweza kushawishika kutokana na mwalimu yuko pale. The same hata kwa Azam safari hii tunaona Jephte Kitambala Bora amekuwa ni mshambuliaji ambaye anaaminika kwa sababu kocha mwenyewe ndio ilikuwa pendekezo la kumtaka yule mshambuliaji. Kwa hiyo makocha wengi wamekuwa wanapenda kufanya kazi na wachezaji baadhi. Nakumbuka Juma Mwambusi kipindi yuko Young Africans ama alikuwa anaama na Deus Charles Kaseke kila timu ambayo alikuwa anaelekea. Kwa hiyo ni walimu wengi wamekuwa wanakasumba hiyo ulimwenguni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wao wanaona moja kwa moja wamekuwa wamesha fit kwenye mifumo yao, basi akiama kwenye club wamekuwa wanahamia nao. Lakini amekuja wakati mzuri ambapo ligi imesimama by the way kupisha michuano ya AFCON, lakini pia Simba hali yake imekuwa ni ya kupanda shuka. Ni muda mzuri kama mwalimu kukaa na timu and then kuanza kupaziba pale ambako kumetoboka, lakini sio ujio wa Steven Becker inaenda kuwa tiba moja kwa moja, inaweza ikaenda tu kuwa kinga kwa kile ambacho Simba wamekuwa. Sio kwamba kusema kwamba wampe matarajio ya muda mfupi au wampe muda kwanza, kwa sababu sasa hivi timu of course Simba sasa hivi bado inachechemea. Kusema kwamba mwalimu aje takriban kama mwezi mmoja atakaa na timu, hawezi akawapa kile kitu ambacho mnakitaka nyinyi kwa papo. Je, wampe muda? Yeah, of course muda unahitajika. Kumhukumu mwalimu ambaye hajakaa na timu pre-season, kumhukumu mwalimu ambaye hajafanya ama hajahusika kwenye usajili wa dirisha kubwa, inaweza ikawa hujamtendea haki. Lakini unfortunately ama fortunately amekuja wakati ligi yetu ilikuwa inaelekea kwenye dirisha dogo la usajili. Pengine anaweza akatumia dirisha hili kuweza kupata wale wachezaji ambao wanaweza wakaingia kwenye mfumo wake. Lakini by the way I trust Simba ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kuingia kwenye huo mfumo. Wana experienced player, wana wachezaji ambao kwa aina yoyote ubora wao umekuwa una set pale pale. Issue kubwa tu ilikuwa ni mambo ambayo unaweza kusema kila timu kubwa huwa inapitia kuweza kustruggle. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri ambaye wana Simba inabidi wampokee kama kocha wao, lakini pia ni kocha ambaye falsafa yake amekuwa inaenenda kama falsafa ambayo walikuwa nayo walimu wa kina Miguel Cardoso wa Mamelodi Sundowns, aliyokuwa nao Lwani Mokwena ambaye sasa hivi yuko Molodiya MC Alger, the same hata kwa Krunoslav Jukic ambaye yuko kwenye kikosi cha Pyramids. Kwa hiyo ni mwalimu fulani hivi ambaye on CV bado hajafanya makubwa kwenye mpira wa Afrika, lakini kuna kitu ambacho anakitafuta. Hawa ndio makocha ambao timu kubwa wamekuwa wanawaleta kwenye vilabu vyao, wale makocha ambao wamekuwa wanachachu ya mafanikio. Tunaona Mwalimu Nasreddine Nabi anajiunga na Young Africans. Alikuwa ni mwalimu ambaye kwenye CV alikuwa ni wa kawaida. Mara baada ya kufika finali na Young Africans, unaona alivyotafuta na vilabu vikubwa. The same kwa Fadru, tumeona msimu uliopita, na makocha wengine wengi ambao wamekuwa wanafanya vizuri. Wamekuwa wakitoka huko wanakuwa hawana CV kubwa, wakifika Tanzania wakifanya vizuri, CV zao zimekuwa zinaongezeka kwa sehemu moja ama nyingine. The same hata kwa Steven Robert Becker, ni mwalimu ambaye on CV bado ni mwalimu mchanga by the way, ana experience ya mpira wa Afrika Kusini sana kuliko nchi nyingine ya nje. Tanzania I think imekuja kuwa mara yake ya kwanza kuwa klabu ya nje kuweza kufundisha. Kwa hiyo wana Simba wao wana matumaini naye makubwa, na wao wana imani naye kwa kile ambacho huenda akaongeza kwenye timu. Okay, sawa. Tukiachilia mbali na ujio wa Becker,
Pia kuna dirisha la usajili ambalo hivi karibuni linafunguliwa. Je, tutarajie maingizo mapya au kuna baadhi ya wachezaji kabisa watatoka kwa maana ya kwamba Simba wataachana nao? Of course, kila timu imekuwa ina mpango wake na kila mwalimu ambaye anaondoka kwenye klabu anakuwa anaacha ripoti. I think mwalimu Selemani Matola ambaye amekuwa mwalimu wa mwisho kwenye klabu ya Simba, ambaye kwa mujibu wa taarifa I think ameondosha kikosini bila shaka. Kwa hiyo kuna ripoti ambayo ataiacha kwenye klabu ikionyesha baadhi ya maeneo ya kiufundi ambavyo timu ama yule mwalimu ambaye anakuja inabidi alifanyie kazi. Kwanza mwalimu atapata wakati mzuri kuweza kukaa na wachezaji. Kuna wachezaji ambao walikuwa wanafiti kwenye mfumo wa mwalimu Dimitri Pantev, lakini ukashangaa kwenye mfumo wa mwalimu Steven Becker wakakwama, na wale ambao walikuwa wafanyi vizuri ndio ukawa wakati wao. Kwa hiyo huu ni mpira umekuwa una rotate. Kwa mfano klabu ya Simba kuna mtu kama vile Awesu, watu wengi wamekuwa wanamsahau, till now anahusishwa kuweza kuondoka kwenye kikosi cha Simba. Huenda ikawa nafasi yake mara baada ya ujio wa mwalimu Steven Becker kuweza kuaminiwa kwenye kikosi. Tumeona the same kwa Young Africans. Adabwile msimu uliopita alikuwa aminiki, alikuja mwalimu Romain Folz, watu wakawa wanashangaa, alikuwa anapata nafasi kwenye mechi kubwa, mechi ambazo zina tension kubwa kama mechi ya dabi, aliweza kuanza na akafanya kitu. Kwa hiyo issue kubwa ni mpango wa mwalimu. Je, anaondoka na wachezaji gani ambao wanafaa kwenye falsafa yake? Okay, sawa. Tukimalizia hapo kwamba mara nyingi makocha wengi wakiwa wanakuja kwenye vilabu vyetu vya Tanzania, mara nyingi wakiondoka huwa na ulaumu sana uongozi ya kwamba hawapei ule uhuru zaidi wa kufanya maamuzi kwenye timu. Je, hii inaweza kawa changamoto pia kwa ujio wa kocha huu wa Simba? Of course ni kasumba, lakini hayo yamekuwa maneno ambayo yanazungumzwa na zaidi ya mwalimu mmoja. So unakuja kuona kwamba ni shida ambayo ipo. So kama mwalimu bado anaingiliwa kwenye upangiliaji wa kikosi, inawezekana kwamba bado tupo kwenye levels za chini kwenye mpira. Wakati ambao tumefikia kama ligi namba 5 barani Afrika, hiki kipindi cha kuweza kuwapangia walimu vikosi na viongozi wanaonakaa, yani kikosi kinapangwa nje. Tunafahamu mwalimu ama kocha yeye ndo anakuwa yuko na wachezaji muda mwingi mazoezini na anaona nani ambaye ameimprove, nani ambaye amefluke. Kwa hiyo muamuzi mwalimu yeye ndo anakuwa ndio anafanya ile maamuzi ya mwisho juu ya kikosi chake kuelekea na mchezo husika. Falsafa zake ni zipi, mbinu, lakini pia selection ya kikosi itakuwaje. Kwa hiyo kama kume maneno ambayo yanazungumzwa na baadhi ya makocha kutoka ligi kuu Tanzania bara kwamba wanapangiwa vikosi, mimi nafikiri ili mradi kuheshimisha ligi yetu, lakini pia kuipa hadhi ligi namba 5 kwa bora barani Afrika, makocha hawa ndio ambao wanafahamu vyema nini ambacho wanatakiwa waende kukifanya kwenye mchezo husika, wakiwa wana kikosi chao ambacho wao wenyewe ndio wamekiangalia kutokea mazoezini.